Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema kila wakati. Kwa hivyo nataka kuchukua nafasi hii siku ya leo, ningependa kuzungumzia juu ya the law of giving, ama tunaita sheria ya kutoa. So mostly we are going to look at the biblical law of giving. Katika Biblia kuna sheria ambazo zimewekwa kwa sababu ya matoleo, na unaposoma Biblia unapata ya kwamba inakuongelesha kuhusu kutoa. Na ndio maana leo ningependa tukaweze kupitia na tukaweze kuelewana jinsi Mungu anavyokuwa anatuwezesha. Wakorintho wa pili 9:7-8. Wakorintho wa pili 9:7-8. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima. Maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Acha tuombe. Mwenyezi Mungu, nakushukuru kwa sababu ya asubuhi ya leo, na nasema asante kwa sababu ya masaa haya ambayo umetupa. Nasema asante kwa ajili ya neno ambalo umetupa, ya kwamba ni neno la baraka, neno la ushindi, neno la neema ambalo umetuwezesha ili tukaweze kulipokea wakati huu na tukaweze kulitumia katika kuelewa na kufanya kazi yako ambayo umeweza kutupa. Nasema asante kwa maana Mfalme, wewe unaweza, unabariki, unainua na unatakaza watu wako. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Kwa hivyo nimesema kwamba leo tunataka tuzungumzie juu ya sheria ya kutoa, na ni mojawapo wa vifungu ambavyo tumezungumzia mara nyingi. Na kabla hatujaingia hapo, pia nitawakumbusha kwamba the theme of this year is fear not, victory is yours. Usiogope kwa sababu ushindi ni wako. Tunapokuja katika kitabu hiki cha Wakorintho wa pili 9:7-8, kikiwa ni funzo letu la siku ya leo, ni kwamba tunajifunza kwamba kama Wakristo tunahitaji kujua jinsi ya kutoa, na pia tukaweze kujua sheria ambazo zipo wakati tunapotoa zaka zetu ama sadaka katika kanisa. Kwa sababu mara nyingi pengine tumekuwa tunatoa, lakini wakati mwingine hatuelewi kwa nini tunatoa. Kuna wahubiri ambao wanahubiri sana na wanatumia you sow the seed, then you will be blessed, ya kwamba panda mbegu na ubarikiwe. Ni message ambayo pia ni mzuri, lakini inalingana inamaanisha nini, kwa sababu matarajio ya kutoa ni kwamba tukaweze kufanikiwa, na pia wakati tunapotoa tunahitaji kwamba Kristo akaweze kutupa mwelekeo wa kuweza kuelewa mambo ambayo anatupangia katika maisha yetu. Kwa hivyo kumaanisha kwamba tukiwa kama Wakristo lazima tukaweze kukaa chini, tukajiuliza, tukaseme ni mambo yapi ambayo tunaweza kuyafanya. Paulo akiwa amekutana na Wakorintho na akawa ameketi nao, akazungumza, akawaambia jinsi ya kuweza kufuata sheria wakati wa kutoa. Na sheria ya kwanza wakati unapotoa inasema ya kwamba kutoa ni kusudi la moyo wa mtu. Tunaposema kutoa ni kusudi la moyo wa mtu, inamaanisha kwamba giving is a personal decision. It is a personal decision. Kwa wale ambao pengine mnapenda kizungu na hamjaelewa kile niko nasema, kwa sababu wengi wetu tunapenda pengine kuandika kizungu. Tunapoangalia hapo tunaona
katika 2 Corinthians chapter 9 verse 7 to 8, Biblia inasema kwamba kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake. Biblia inazungumzia juu ya kusudi ulilokuwa nalo ulipotoka nyumbani. Kumaanisha kwamba kutoa ni kusudi la moyo wa mtu, ama it is a personal decision that you make. Si kulazimishwa, ni kusudi la moyo wako. Kumaanisha kwamba unapoenda kanisani, usifike kanisani ndio una make decision wakati wa sadaka kujua unatoa pesa ngapi. Ni kusudi ambalo ulikuwa nalo, ulipanga kabla ya kufika katika madhabahu. Kwa hivyo unapofika madhabahu, usiwe bado unajiuliza leo nitatoa pesa ngapi na nitafanya aje. Lazima uwe umejipanga kutoka nyumbani. Kwa hivyo kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake. Na unapofanya hivyo, Biblia inatuambia kwamba si kwa huzuni wala si kwa lazima. Kuna vile unaweza kuwa unatoa na lengo lako unatoa kwa sababu ya kusudi fulani, na kutokana na hilo kusudi unataka kulazimisha Mungu akaweze kutenda kitu fulani katika maisha yako. Hapo inamaanisha kwamba ni umetoa lakini hujatoa kwa kulingana na uwezo wako. Umetoa kulingana na matarajio yako ambayo uko nayo. Kwa nini niko nazungumzia mambo kama haya? Kwa sababu wakati tunapotoa saka, kuna vile Mungu anatuangalia ndani ya mioyo zetu, na kuna vile Mungu anatuona wakati tunapoketi, tunapozungumuza na tunapofanya kazi zetu. Kwa hivyo hapa Biblia inajaribu kutupa wazo ya kwamba kusudia ndani ya moyo wako. Usitoe alafu baadaye uhusunike, useme ya kwamba nilitoa pesa na nikapata sina pesa nyumbani. Kwa sababu Biblia imetupa uwezo wa kutoa kile tulicho nacho, na uwezo wa kutoa kulingana na uwezo ambao Bwana ametupa, na haijatulazimisha kwamba tukaweze kutoa pesa kulingana vile wengine wanatoa, lakini unatoa kulingana vile wewe umejiwezesha wakati huo. Ndio maana hapa Biblia inasema kwamba na kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima. Si kwa lazima. Neno lazima, piga mstari. It is not by force. Hujalazimishwa kutoa fedha, lakini ni kwa uwezo wa utendaji wako, na pia kwa uwezo wa wewe kuweza kuzungumza pamoja na Mungu wako na kuona vile unavyotoa. Japo kuwa kuna kitu kimoja tu peke yake ambacho huwezi kutoa vile uwezo wako ulivyo, ni fungu la 10. Fungu la 10, you take 10% of what you have. Hiyo unachukua 10 ya zile uko nazo. Lakini sadaka ya kawaida, sadaka ya kuweza kusaidiana, sadaka ya kuweza kutoa kwa ajili ya minajili ya maendeleo kanisani na kwingine, ni wewe vile umeweza kujitoa. Kwa hivyo wakati mwingine unapata ya kwamba Biblia inatuambia kwamba wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Kwa nini? Kuna vitu vingi vinafanyika sana wakati tunapotoa sadaka na tunapoenda makanisani. Kuna kanisa moja nilienda hapo nyuma mwaka wa 2005, na sio hapa Kenya, ilikuwa Uganda. Nikaingia kwa kanisa moja 205, na nilipofika, yule mchungaji ni mchungaji anajulikana sana, na nilikuwa na kaa kanisa yake, ndio tulikuwa hapo. Lakini kilichokuwa kinanishangaza ya kwamba wakati ikifika ya maombi, alikuwa wanatengeneza lines. Watu wa pesa mzuri wanakuja pande hii, na pastor anasimama kule kwenye kuko na pesa mzuri. Na watu wengine ambao wako na shida wanakuja pande hii, wanaandika majina, na anawaambia nitaombea nikiwa kwa radio, nitaombea nikiwa kwa TV. So hao wengine wale walikuwa naombewa direct ni wale walikuwa wamebeba bahasha mzuri. Na kwa hivyo bahasha, nikawa najiuliza, kwani hapa
huyu mtu anaweza kuwa ako na bahasha mzuri hata kuliko huyu amebeba mzuri, kwa sababu huenda kiasi chake alichokuwa nacho wakati ule ni ule uwezo alio nao ni zaidi, na pengine huyu amekupa tu tone la maji, hata halijafikia chochote. So nikaona kwamba mchungaji huyo alikuwa anawalazimisha watu. Siku hizi watu wamehubiriwa Injili, kuna watu wanaambiwa enda nyumbani, uuza kila kitu ulicho nacho, ulete kanisani ili tukaweze kufanya mradi fulani, Mungu atakubariki. Wengine wameambiwa siku za mwisho zimefika, na wengine walisikia pengine mchungaji akahubiri akasema niliuza kila kitu na Mungu akaanza kunibariki. So hao pia waliposikia kwa mchungaji wakaenda kuuza kila kitu na wakaleta kwa madhabahu ili wakaweze kubarikiwa. Kwa hivyo hapo sio sheria katika the law of giving. The law of giving inatuambia kwamba wewe unawasiliana na Mungu wako, unaongea na Mungu wako, unaelewa kile ambacho Mungu ameweza kukuzungumzia ndani ya maisha yako. Kwa hivyo, na ndio maana Biblia inasema kwamba si kwa huzuni. Neno huzuni linakuja kwa sababu unaweza kutoa na umemtolea Mungu, lakini baadaye unaanza kunungunika na kusema matoleo niliyoyatoa yamesababisha mimi kupata shida fulani, kupata balaa fulani, sijaendelea kwa sababu hapa na pale. Lakini jambo la muhimu sana ambalo unatakana kufanya kama Mkristo ni kujua kwamba zaka yako ama matoleo yako, kutoa ni kusudi la moyo wako wewe binafsi. It is your personal decision that you make. Huwezi kulazimishwa. Hupangwa na kufanywa kwa kusudi, si kwa ajali. Si kiajali ya kwamba unaweza kuwa unatoa sadaka, unafika tu kanisani na ndio unaanza kufanya uamuzi hapo na hapo. Ndio maana huwa naona hapa sometimes ama makanisa mengine unaona wakati inafika ya sadaka, mtoto anatembea anaenda kwa mzazi ndiye apewe sadaka, ama mzazi ndiye anapelekea mtoto sadaka. Sadaka inatakana kama umetoka nyumbani, kama ni mtoto mpee yake, kama wewe ni yako unatembea nayo, ama kama mzee na mama hapo ndio wana exchange, anasema uko na ngapi bwana, nisaidie nitoe. So unaona vitu kama hivyo, Biblia inasema ya kwamba hapo mtakuwa hamuna mpangilio wowote, lakini chochote ambacho wanatoa. Siku moja tulienda kwa ushirika mahali na ilikuwa wanafanyia kwa nyumba, na wakiwa wanafanyia kwa nyumba ilikuwa bado kanisa haijakuwa kubwa sana. Ilipofika wakati ya sadaka wakawa wanaimba ili wakaweza kutoa sadaka, na mtoto wa hiyo boma alikuwa amejua mahali mama ameweka pesa, na mama alikuwa ameweka shilingi 1,000. So mtoto alienda kwa kibeti ya mama akachukua shilingi 1,000. Wakati wanaimba toa ndugu, toa dada, toa ndugu, toa dada, ulicho nacho wewe Bwana kuona mpaka. Na mtoto anatoka nyuma, toa ndugu, toa dada, toa ndugu, akaweka kwa mkoba shilingi 1,000. Na mama wa hiyo boma alikuwa hajatoa sadaka, na pia baba alikuwa hajatoa sadaka, lakini mtoto ameweka sadaka. So hiyo pesa iliingia kwa mkoba, lakini baada ya ibada mtoto alicharaswa. Lakini mtoto alitoa kwa moyo wake na kwa uwezo wake ambaye aliweza, kwa sababu kama alikuwa na uwezo wa kuingia mpaka kwa kibeti ya mama na kuchukua pesa, na ni mtoto mdogo, sasa alitoa kwa uwezo wake. Amen. Sasa wakati mwingine wakiwa wanatoa sadaka, ukiwa karibu na watoto uchungange kama uko na pesa. Yaweza kuwa huna kusudi la kutoa lakini uko na pesa, na kumbe mtoto ameona na mtoto anataka kutoa sadaka. So mtoto atachomoa, atatoa. Na unajua hiyo ni hiari ya mtoto pia, kwa sababu hiyo ni baraka zinaendelea kuongezeka. So ukifika nyumbani usichape mtoto, kwa sababu ashatoa, hizo ni baraka, unamshukuru Mwenyezi Mungu. Hapo sasa ndio tunasema ilitolewa kwa lazima. Lakini kwa lazima ilitolewa kwa njia ambayo
huenda Mungu alipanga na ikafanyika hivyo. Lakini we mwenyewe kuchukua pesa uweke kwa mkoba, baada ya kuweka na kurudi nyuma unaanza kuhusunika, unasema nilifikiria aje ndio nikatoa hiyo pesa. Kwa hivyo hapo inamaanisha kwamba hujajitolea vizuri katika kufanya kazi ya Mungu. Mstari wa 8 inasema ya kwamba na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkue na riziki za kila siku, namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Proverbs chapter 3 verse 9, Mithali 3:9 inasema, mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yote. Amen. Kwa hivyo katika kutoa ni kusudi la moyo wa mtu. Pia unatakana kuangalia kwamba kuna matoleo mengi sana yanakuwa kanisani, na tunaweza kuyatoa kulingana na vile Mungu amekusudia katika maisha yetu. Kusudi la kwanza ni kwamba tunamheshimu Bwana na mali yetu na kwa malimbuko. Malimbuko ni vitu unavyopata kwa boma, yaweza kuwa ni ng'ombe, yaweza kuwa ni ndizi, yaweza kuwa ni kondoo, yaweza kuwa ni mbuzi. Hata wakati wa mavuno tunatolea Bwana. Vile vile Biblia inatuhimiza kwamba tuheshimu Bwana kwa mali yetu. Mara nyingi tumekuwa na matoleo kanisani, na pia tumekuwa na upingamizi wa matoleo kanisani, kwa sababu kwa mfano uchukue sadaka ama uchukue mali yako kwa lazima bila kuelewana na mke wako ama na mume wako na upeleke kanisani, ni wazo ambalo sio mzuri. Ni vizuri uconvince huyo mtu ili mkileta kwa madhabahu ile sadaka ikubalike. Ndio maana inasema mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Kwa sababu yawezekana mimi nakuja kutoa kanisani, lakini mke wangu hajaniruhusu, mume wangu hajaniruhusu. Kwa hivyo ninapotoa hiyo zaka, wakati mwingine ni ngumu pia kukubalika, kwa sababu imekuja kwa madoadoa, kumekuwa na mvurutano hapa na pale. Kwa hivyo kama jamii lazima tuelewane wakati tunapofanya matoleo kanisani. Ama kiajali mwenzako hajakwambia anaenda kutoa sadaka kanisani na unaona anatoa sadaka nyingi na kuna matatizo mengi nyumbani kuliko vile yalivyo, mshukuru tu Mungu, usipinge. Kwa sababu ukipinga inamaanisha kwamba yale matoleo ni kwa lazima, yale matoleo ni ya huzuni na hayajafanywa kwa njia ambayo ni mzuri. Kwa hivyo ni vyema tunapomtolea Bwana, kwa sababu kuna kitu ambacho Mungu anaweza tufanyia. Sometimes sisi hatuwezi kujua what God will do, but God himself knows what he will do for us. Na mstari wa 10 Biblia na Proverbs 3:10 inasema ya kwamba ndipo ghala zako zijazwapo kwa wingi na mashikinizo yako yatafurika divai mpya. Kwa hivyo kama sisi tunataka tukaweze kubarikiwa, tunahitaji kufanya a decision in our lives. Na nimesema ya kwamba law number 1, you need to make personal decisions in terms of giving. Usiende kutoa kabla hujafanya uamuzi na kuelewa vile unavyoenda kutoa. Number 2, sheria ya pili. Kutoa si kwa kulazimishwa. Giving must not be forced, not grudgingly or of a necessity. So kutoa si kwa kulazimishwa, bali kwa kupenda. Kwa hivyo unapokuja na kutoa matoleo, lazima pia ukaweze kuchunguza ya kwamba hulazimishi kutoa, lakini ni kwa kupenda unatoa. Katika kitabu cha Kutoka 25:2, Kutoka 25:2, Biblia inasema ya kwamba waambie wana wa Israeli kwamba wanitwalie sadaka kila mtu
ambaye moyo wake wampa kupenda. Mtatua kwake sadaka yangu. Leo mapema nimekuwa nafunza wanafunzi kuhusu wokovu, na nikawafunza umuhimu wa kuweza kupokea wokovu, na nikawaambia upendo ambao Mungu alikuwa nao, ndipo akamtoa mwanao wa pekee Yesu Kristo. Kwa hivyo tunapozungumzia juu ya Yesu Kristo, tunazungumza juu ya matoleo. Alitolewa. Ndio maana tunasema kutoa si kwa kulazimishwa, bali kwa kupenda. Mungu aliupenda ulimwengu. John chapter 3 verse 16. Inasema hivyo. Haikusema kwamba Mungu sisi tulimpenda Mungu, lakini ni Mungu ndiye alitupenda sisi. Na Mungu alipenda ulimwengu, hakupenda mhubiri peke yake, hakupenda muumini peke yake, hakupenda walio na pesa peke yao, lakini alitupenda sisi zote. Na kutokana na hapo tunaona kwamba kutoa si kwa kulazimishwa, bali kwa kupenda. Na hapa ndipo tunaona Musa anasema Mungu anamwambia Musa kwamba waambie wana wa Israeli kwamba wanitwalie sadaka kila mtu ambaye moyo wake wampa kupenda. Mtatua kwake sadaka yangu. Vile moyo wako unapenda, ndivyo unavyotoa. Hulazimishwi, huambiwi kwamba lazima ufanye hiki na kile. Kwa hivyo tukiwa katika kazi ya Mungu, lazima tukaweze kujifunza na kuona ya kwamba moyo wetu lazima ukaweze kuwa moyo mkunjufu, ambao uko tayari kuweza kutoa kwa ajili ya neno la Mungu. Ndio maana tunaporudi katika kitabu ambacho tunatumia the main key verse, 2 Corinthians chapter 9 verse 7, Biblia inasema kwamba kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu na mwenye upendo, na mtu ambaye hana vitu vyovyote ambavyo ameingiza ndani ya maisha yake. Number 3 law ni kwamba God loves cheerful giving. God loves cheerful giving. Mungu hupenda wanaotoa kwa moyo mkunjufu. Moyo mkunjufu. Zaburi 100 mstari wa 2 inasema ya kwamba mtumikieni Bwana kwa furaha, njooni mbele zake kwa kuimba. Naam. Kwa nini Biblia inaongea juu ya furaha? Kwa nini Biblia inaongea juu ya mambo kama haya yote? Ya kwamba tukaweze kujifunza jinsi ya kuweza kumtumikieni Bwana kwa furaha. Kwa sababu kutokana na hapo, tunapotoa zaka zetu, tukaweze kutoa kwa furaha na tukaweze kutoa kwa moyo mkunjufu. Tusiwe tunatoa lakini ndani yetu tuko na kitu kinatufuruta, kinasema ungetoa siku ya leo. Umetoa lakini hata hujabarikiwa. So inamaanisha kwamba ukunjufu hauko ndani yake, furaha haiko ndani yake. Kwa hivyo matoleo yanapotolewa, yatolewe kwa upendo, kwa furaha na kwa amani, ya kwamba watu wote wakaweze kupata matoleo haya na yakaweze kuwa ya baraka juu ya maisha yao, na yakaweze kuwa ya ushindi juu ya maisha yao. So Mungu furahi tunapotoa kwa furaha. Tunapotoa tu kwa furaha, Mungu hufurahi. Mungu anakuwa na furaha kwa sababu anaona ya kwamba tumemwegemea pande yake na tunaelewa jinsi ya kuweza kutoa. Tukitoa kwa furaha inamaanisha tunaamini Mungu. We trust in God. Kwa sababu ukitoa lakini unatoa kwa uchungu ni vigumu sana. Sometimes huwa tunakuwa na vitu kwa kijiji ambavyo hutokea. Na kwa kijiji kuna matanga yanaweza kutokea na watu wakakuwa wanakusanya.
in most cases kwa village mtu achangingi pesa kwa watu, akipata msiba inakuwa ngumu hata watu kwenda hapo. Na it is a criteria pia unapatanga kwamba mtu achangingi pesa kwa watu kwa kijiji, ukienda na kwao pia huwa atoi pesa, kwa sababu mkono wake ni pirika, amekunja mikono kabisa, hawezi kuachilia. So we need to learn to give instead of receiving. Lazima tujifunze jinsi ya kupeana kuliko kupokea, so that in times of need unaona watu wengi sana wanakusaidia. Unajua, when you give freely you receive freely. When you give grudgingly you receive grudgingly. Umejiuliza pengine ukiwa na jambo ukiita watu wakusaidie pesa inakuwa ngumu sana? Umejiuliza kwa nini ukiwa na jambo ukiita watu wakaweze kusimama pamoja na wewe huoni wakisimama, lakini huyu naye mwingine akiita hata hajamaliza watu washaanza kuchanga? Jana nilienda mahali mazishi na nikasikia yule mama ambaye amefiwa akiongea, akasema ya kwamba kitu kimoja nimekuja kukundua kwa ulimwengu ni kwamba you need to have networks. Ukikosa network, ukipata shida ni ngumu. Kwa sababu mzee wake alikufa, lakini akasema tangu mume wangu afe watu wamekula hapa chakula na sijachanga hata shilingi moja, na chakula ni kingi, wamekula lakini hakiishi. So sometimes the network uko nazo zinaweza kukusaidia na kuzalisha kulingana na vile wewe unaona katika maisha yako. But zaidi ya hayo, network za ulimwengu, tunahitaji God's network. Bwana Yesu asifiwe. So anytime you are giving in the church and you give grudgingly, yani unapeana lakini unajisukuma tu, unasema wacha tutoe kwa sababu kila mtu anataka tutoe, naona watu wametoa, I'm not on the list, wacha niongeze jina langu hapo kwa list. Inakuwa ngumu sana because you are giving grudgingly. Na Biblia inakataza ya kwamba tukaweze kutoa ili tukapatane na baraka za Mungu, furaha ya Bwana ikaweza kuandamana nasi, na kuamini ambapo tunaamini Mwenyezi Mungu kukaweze kutupata. The number 4 tunasema ya kwamba giving activates divine grace. Giving activates divine grace. Kutoa husababisha neema ya kiungu. Neema ya kiungu. Unapotoa kuna neema ya kiungu ambayo inakuja. Kutoa hufungua milango ya neema ya Mungu katika maisha yako. Sometimes kuna kitu ambacho pengine shetani amepanga mbele yako, but because of your giving inakuwa cut off. Sometimes unaweza omba, sometimes unaweza hata sahau kuomba, lakini kwa sababu ya kutoa zaka, kwa sababu ya kutoa unapata ya kwamba umeombewa mahali, na kutokana na hiyo ukahepa mteko fulani kwa kujua na kuto kujua ya kwamba Mungu amekuhepesha, kwa sababu you have the divine grace of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Mimi huwa naambia watu kila wakati ya kwamba ukitoa sadaka kanisani lazima pia ukaweze kuunganika pamoja na sadaka hiyo, na pia ukazungumuze pamoja na Mungu, ukasema Bwana, nimeweza kuitoa ili baraka nikaweze kusipokea, nimeweza kuitoa ili ushindi nikaweze kuupokea. Na wacha niwaambie, kuna some places kwa madhabahu ukienda uweke pesa yako zinapotea kabisa. Ukitafuta miaka yote pesa hupati. Lazima pia uangalie ni wapi unaweka pesa yako, kwa sababu ndio inaenda kwa Mungu, lakini the connectivity, ile kitu ina kuconnect is the altar. So if the altar is not good, then there is no connection with God. So kuna altar ambazo zinanyonya kwa watu instead of
striving na kusaidia wale watu. So tukiwa wachungaji lazima tujifunze kuomba na kujua kwamba we need to connect our people to prosperity. Lakini kama unapenda kulaani watu, unapenda kuwazungumza kinyume, wanapokupea zaka yako, basi zaka yao unapata ya kwamba haiwezi kufanya kazi mzuri. Inakuja kuwa ni kikwazo katika maisha yake. Na pia ukitoa, usiyazungumuze kinyume na yale madhabahu ambayo umetoa. It is the vice versa. Because yale madhabahu tena bado yenyewe yatafanya nini? Yatakukataa. So ni vizuri tujifunze jinsi ya kujua ya kwamba unapotoa, mkaribishe Mungu katika maisha yako na umwamini ya kwamba Mungu anaweza. Kwa hivyo kutoa husababisha neema ya kiungu. Husababisha kupokea uungu kwa maisha yetu. Wakati tunapotembea, Mungu anaanza kuwa pamoja nasi katika maisha yetu na katika kazi zetu ambazo tunapitia. Luka 6:38. Luka 6:38 Biblia inasema kwamba wapeni watu vitu, nanyi mtapewa kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwa hata kumhakika, ndicho watu watakacho wapa fifuani mwenu, kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakacho pimiwa. Kwa hivyo neema huandamana na wingi. Kwa hivyo tunapozungumza juu ya neema, inaandamana na wingi. Kipimo ulicho nacho. Unaposoma Biblia inatuelezea kuhusu mama mmoja ambaye alikuwa na kasendi kamoja, na kuna watu walikuwa na pesa mingi sana. Lakini wakati walipotoa, na huyu akasema huyu mama ndiye ametoa zaidi ya watu wengine. So hapa tunapoenda kanisani, kuna vile watu tunajisahau. Tunataka tuishi vile wengine wanavyoishi. Tunataka tuingie kwa lifestyle ambayo hatuwezi. Kuna makanisa huku nje imepandisha lifestyle standard ya kanisa. Hata ukienda wanasema kila mzee kanisani unakuwa umevaa suti na tena unaweka tai. So watu wamejikasa kwa sababu ukiingia hapo hujaweka suti, hujaweka tai, neema haiko. So watu wamejikasa. So unapata brother ameuza shamba, amenunua suti 4 ako nazo. So tunashindwa, kama uliuza shamba ukanunua suti, na wakati suti itachakaa, utaacha kwenda kanisani ama utauza shamba mpaka ishe ndio uendelee kwenda kanisani kuhubiri ama kwenda kanisani kufanya nini? So ni vizuri tukakae tukajua ya kwamba neema huja kulingana na wingi. Kuna wingi ambao Bwana anajaribu kutufunulia katika maisha yetu, na ndio maana Biblia inatuambia kwamba neema huandamana na wingi na kibali. Kwa hivyo unapotoa utapata neema ya wingi, ya kibali, ya kuzingirwa na kufunguliwa kwa milango katika maisha yako. Kwa hivyo hiyo neema itatembea pamoja nawe, lakini sio lazima utoe vile jirani alivyotoa. Ni wewe utatoa kiwango ambacho unaweza, na neema ya Bwana itaandamana pamoja nawe. Mungu anatuahidi kuendelea kwema wakati tunapomtolea sadaka kanisani. So wakati we are giving in the church, we need to expect God's blessings in our lives. Usitoe tu na alafu useme sijabarikiwa. God will bless you in one way or another. Tunaweza kutaka kumwonyesha Mungu kwa sababu hatujajua vile Mungu mwenyewe ametuelewa na vile Mungu mwenyewe ametuokoa. Sisi tunaona nilitoa lakini bado sijabarikiwa, na kumbe umebarikiwa zaidi ya vile wewe unaona kama mwanadamu. There is something that God has done for you, but with your naked eyes, macho yako ya kawaida huwezi ona. Because of that, when you go to Ephesians chapter 1 verse 18 and 19, inatuonyesha kwamba tukaweze kuwa na macho ya kiroho ya kuona zaidi, masikio ya kiroho ya kusikia zaidi. Usiwe tu kuwe na physical ear,
zile unatembea kwa kijiji, vile watu wanakuambia kama wanasiasa. Unajua mwanasiasa anaendanga na vile amesikia. Haendangi na kujua nini kingine walisema na nini walimdanganya. Na ukitaka kufurahisha mwanasiasa, always give him the negative messages ambazo watu wamesema. Whether wamesema hawajasema, enda mwambie. Mwanasiasa will take it positively. Atafute huyo mtu, atakupea 200 yako, utaenda nyumbani na yeye atakufa na mtu mwenye hana makosa. Because the nature of a politician ni uongo. So katika madhabahu ya Mungu tunapotoa, hatuwezi kuzalisha uongo kwa madhabahu ya Mungu. Lazima tukaweze kutoa kwa moyo mkunjufu na tukajue kila ambacho Mungu ameweza kutupa. Then point number 5, which is our last point. Kutoa husababisha ujazo. Giving leads to sufficiency. Giving leads to sufficiency. Ujazo. Mungu wetu anatuahidi kupita na kujazwa, wala si umaskini. Hatuhitaji kukaa kwa umaskini na kukubali umaskini ndani ya maisha yetu, bali tunahitaji kumsikia huyu Mungu wetu ambaye anataka kutupa ushindi na pia kutupa gharama ambazo zinaweza kutupandisha katika kiroho. Wafilipi 4:19 Biblia inasema ya kwamba na Mungu wangu atawajazeni kila mtakachohitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunasema Wafilipi 4:19, na Mungu wetu atawajazeni kila mtakachohitaji. Kuna vitu ambavyo tunahitaji katika maisha yetu na Mungu ako tayari kuweza kutujaza kulingana na utajiri ule ambao tuko nao. Kwa hivyo kumaanisha kwamba lazima tukaweze kumtolea Bwana, so that the God of sufficiency, tusipungukiwe. Ni Mungu mwenye ako na vitu. Ndio maana wanasema wapeni watu vitu. So Wafilipi 4 inatuendeleza kwamba God meets our needs. Yaani Mungu anatengeneza na anaona na anafanya mahitaji yetu yanakamilika kwa njia ambayo ni mzuri. Spiritual laws of giving are about laws of willingness. Give from the heart. Laws of willingness. The law of willingness. Give from the heart. Toa kulingana na moyo. The law of cheerfulness. Attitude. Your attitude. Wakati unapeana. What is your attitude? What is your attitude? Then the law of grace. Multiplication. Neema ya kuongezeka. The law of grace of multiplication. It is about God's multiplies. Wakati unapeana, neema ya Bwana inakuja na anaendelea kukuongezea. Then the law of sufficiency. God meets the needs. Sufficiency. Hutaikosa chochote kwa boma. Mungu atakuwezesha, Mungu atakupigania. Then the last one is the law of abundance for purposes. Blessings are with you. Mungu anakupa baraka, Mungu anakupigania na Mungu anakuona kila wakati unapoendelea. Baba, katika jina la Yesu Mfalme, nasema asante kwa sababu ya hili neno. Ubariki kila mmoja ambaye amelisikiliza, ya kwamba likaweze kuwa la baraka, la ushindi, la neema juu ya maisha yao na juu ya jamii zao. Mfalme wa amani, kuna wengi wameweza kujitoa ili wakaweze kutoa, ili wakaweze kuambiwa jinsi wewe umetenda miujiza katika maisha yao, na pia wakaweze kutoa ushuhuda kuhusu makuu ambayo umetenda. Na kutokana na kutoa, Mfalme, wameona ukuu wako, wameona wema wako, ushindi wako. Siku ya leo naomba ya kwamba ukaweze kuwafunza jinsi ya kuweza kutoa na jinsi ya kuweza kusikiliza neno, wakaweze kulijua na kulitumia kwa haki na kwa ukweli, ili Mfalme wakapiganie katika nafasi zao za kukujua, na mwishowe ukawape ufanizi katika matoleo
na katika vitu vyote. Nasema asante maana unaweza, katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Amen. Tunaweza kusimama tunapoimba wimbo tukaweza kutoa sadaka katika jina la Yesu Kristo.